Yohana 17 mstari wa 17 mpaka 20. Nataka nikusomea habari hii nzuri kabisa katika Injili, alafu uone mambo yalivyo mazuri, Roho Mtakatifu alivyo mwema. Neno la Mungu linasema kwamba watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Watakase kwa hiyo kweli, lakini neno lako ndio kweli. Kama vile ulivyonituma mimi ulimwenguni, nami vivyo hivyo naliwatuma hao ulimwenguni, na kwa ajili yao najiweka wakfu mwenyewe, ili na hao watakaswe katika kweli. Wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakao niamini kwa sababu ya neno lao. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni habari za Yesu ambapo sasa ilifika mahali alitakiwa aingie kwenye chumba cha maombi. Aliingia kwenye chumba cha maombi, akawa anaombea makutano, anaombea wanafunzi wake. Kipindi sasa analekea kumaliza safari yake au kuhitimisha kazi yake aliyoitiwa. Aende akasalitiwe, asulubiwe, afe, afufuke. Kuna maombi kadhaa aliyaomba. Ukianzia mstari wa kwanza sura hiyo ya 17 Yohana Mtakatifu, utapata ujumbe mzuri sana, au utapata kitu vizuri, kianzio kizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni maneno ambayo alikuwa anazungumza na Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kwamba unitukuze, umtukuze mwanao ambao umemtuma. Akaanza kuombea watu, anaombea watu ya kwamba watakaswe na kweli. Na kweli hiyo ndio ipi? Akasema kweli ndio neno lako. Maana yake mafundisho ambayo nimewapa, hiyo ndio kweli yako. Basi watakaswe na hiyo kweli. Hiyo kweli wafanye wawe safi. Hiyo kweli isimame nao. Hiyo kweli iondoe takataka zote. Hiyo kweli iondoe kila uchafu wa kila aina. Bwana Yesu asifiwe sana. Iondoe uchafu wa kila aina. Ni maombi ya Yesu ambayo aliyaomba. Ni maombi ya Yesu ambayo aliyaomba kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya mimi na wewe, kwa ajili ya wanafunzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni maombi mazito sana aliyaomba na ya muhimu sana. Akasema Baba, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kama yeye alivyotumwa, maana yake na yeye amewatuma. Maana yake kama mimi nimetumwa, maana yake ni nini? Yesu Mwana, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Mungu Mwana alitumwa na Mungu Baba ili Mungu Mwana ashuke duniani aweze kufanya kazi yake. Na Mungu Mwana aliweza kutuma wanafunzi wake au watu wake aliokaa nao, ya kwamba watembee katika kweli. Na anayewasaidia ni Mungu mwenyewe, awatakase, watakaswe katika kweli. Na hiyo kweli ndiyo neno lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Jinsi yeye alivyotumwa, na yeye ndio alivyotutuma. Ndio maana ukiwa chini ya jua hapa, ujue unaagizo, umetumwa. Umetumwa. Kuna mtumishi mmoja nikamsikiliza, akawa anasema kwamba ukiwa sehemu ya ulipotumwa, mambo yatakuwa ni marahisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaweza nikatolea, nikikutuma mimi kufanya kazi fulani, maana yake gharama zote natakiwa nikudumie. Lazima nijue sehemu utakapolala kule nilikokutuma. Nijue nini utakula huko nilikotuma. Nijue utavaaje, utaogaje, utaishije kule nilikokutuma.